Anasema mkusanyiko pamoja, kila mmoja yuko na kitu cha kumpa mtu mwingine. Kwa hakuna mtu akusema kwamba hana kitu cha kumpa mtu mwingine. Haleluya. Kwa sio kwamba nisubiri mpaka niwe kwenye kusanyiko ndio niandae. Mimi niko full packed hata nikiwa nyumbani. Unajua kwambia haya mambo hayaanzi kwamba nimepatikana hapa. Roho Mungu ninaye kuanzia nyumbani, si ndio? Karama zinafua kuanzia nyumbani. Kwa kuanzia kule najiandaa kwa ajili ya mtu. Haleluya. Sio nilifika bwana hivi nimwambie kitu gani? Utafikiri nimwambie kitu gani? Ninacho tayari cha kumwambia. Haleluya. Alafu namna ambayo utafanya kwa urahisi. Ninaanza kwa neno moja, mengine nafuata. Haleluya. Yaani kwa mfano, naweza nisiwe ninajua tena ninachowaambia chochote kile. Lakini nikasema nikutana na Colin. Kuna kitu ambacho nitazungumza naye. Naishia tu hapo. Alafu naomba kwa ajili ya hiyo. Kwamba leo nataka nizungumze na Colin. Alafu nafika braso fragete belege. Alafu inafika inaanza tu kwamba laoja tena neno utumishi, si ndio? Neno tu utumishi, si ndio? Ni neno moja, si ndio? Naambia Colin na neno na pamoja na wewe. Utumishi ulionao. Ninafanya tu vile. Yeye sema Roho anakupa yote ambayo Roho anakupa yote. Haleluya. Yaani wewe utumishi naweza kuzungumzana hata masaa mawili. Hiyo neno utumishi. Haleluya. Haleluya. Alafu nakuta ni kitu ambacho Colin alikuwa anakihitaji. Ilikuwa ni faraja ambayo Colin alikuwa anahitaji kwa ajili ya utumishi. Haleluya. Haleluya. Ndio nakwambia katika atmosphere hiyo, kile chochote usikichukulie ni kawaida. Sasa kwa neno kidogo lichukue katika uzito ya kwamba hili linamtosha. Unajua nikwambia kitu, namna ya kuflow kwenye hizo. Sio kwamba itakuja kwamba nitakavyoanza mpaka nitakapomaliza. Haiko hivyo. Yaani kwamba nitaanzia hapa ndio ukomea hapa. Unapata pa kuanzia, unaanza. Ile unavyoanza kinachoendelea pale una float. Ndio sasa ku flow sasa hapo. Ina flow. The same hata kwenye visions, the same hata kwenye karama za ufunuo. Maana yake naweza nikaona tu picha ya Catherine. Catherine labda picha ya Catherine imekuja picha ya Catherine kwa sababu inaweza kaja kama movie ile. Inakuja kama movie, nimeiona. Naanzia kutokea pale. Imeshatoka kama labda Catherine ameshika kitabu. Si ndio? Naanzia pale. Ngoja nisiseme. Ngoja nisiseme. Yaani tafuta mfano mwingine. Naona watu wameconcentrate wakauchukua hiyo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo naanzia hapo, umeona inaanzia pale. Ya kwamba ilikuwa hivi. Okay, unakumbuka wakati Yesu anazungumza na Nathaniel, si ndio? Alisema Yes Bwana. Anazungumza na Nathaniel wakati anasema funga kitabu kile cha Yohana sura ya 2. Kitabu cha Yohana sura ya 2. Yohana sura ya 2. Umefika hapo? No, sura ya kwanza. Angalia mstari 43. Sura ya mstari 43. Tuna 1 2 3 twende. Asijasikia. 1 2 3 twende.
Umeona Yesu anaambia kabla hata ujaje nilifanyaje? Nilikuona. Nilikuona chini ya nini? Chini ya mti. Kabla haujaja nilikuona wapi? Chini ya mti. Unaweza kusema Yesu ni kwa sababu ni Mungu. Hapa alikuwa katika ile binadamu, si ndio? Lakini anaonyesha how things of the spirit zina operate. Kabla ya kuja ile mthibitishie kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Akubali, kwa sababu kumbuka alikuwa anaweka doubt kwamba haliwezekani na jambo jema kutoka wapi? Kutoka Nazareti. Sasa ndio maana nilikwambia hizi karama za Roho asilimia kubwa zinakwenda kunyamazisha vinywa. Sio, kumbuka nilisema hivyo, zinakwenda kunyamazisha vinywa ambavyo vina doubts juu ya utendaji wa kazi wa Mungu katikati ya maisha ya watu. Kwa hiyo alikuwa anabisha kwamba haiwezekani jambo jema kutoka Nazareti. Yesu akamwambia usijali. Kabla Filipo hajakuita, nilikuona chini ya nini? Chini ya mti. Yesu alikuwa hata yuko eneo hilo. Akasema nilikuona chini ya mti. Akasema umejuaje? Nilikuwa kule chini ya mti. Haleluya. 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 Hiyo ni karama gani? Neno la maarifa, si ndio? Hilo neno la maarifa maana yake nimeona, si ndio? Nimeona kila ambacho kinatokea sasa kimekwisha kutokea. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Unakumbuka wakati Paul alikuwa nani? Anamwambia kwamba mtu ambaye ninashika mshipi huu. Ni Matendo ya Mitume sura ngapi? Matendo ya Mitume sura ngapi? Nasikia shishishi. Matendo ya Mitume sura ngapi? Mtu nishikae mshipi huu anakwenda kupata mateso. Ni Matendo ya Mitume sura ngapi? Ile shishishi ilikuwa ni nini? Kumi na ngapi? Matendo ya Mitume ngapi hiyo? Ndugu. Matendo ya Mitume ngapi? Na siwaambii. Matendo ya Mitume ngapi? Mpaka hiyo ipate hiyo. Siwaambie, Matendo ya Mitume ngapi hiyo? Una uhakika? Eti nabii. Matendo ya Mitume ngapi hiyo? Umeiona Matendo ya Mitume ngapi? Ni ngapi? Shishi tena. Ngapi? Hivi ndivyo Wayahudi wa Yerusalemu watakavyofunga kwenye nao. Kwani Matendo ya Mitume na mishipi mingapi? Ndio hiyo sasa. Tuseme kwa pamoja. Ujaguko kodi wewe. Amesaje? Amesaja pale tena. Hivi ni jamani, hivi wazee wetu wanaweza kusoma Biblia bila AI, bila Google. Walikuwa wanasoma Biblia bila Google. Wanasoma Biblia. Sasa walikuwa na Biblia ya kusearch, walikuwa wanatumia hii hapa. Hawana search engine yoyote, wanatumia hii. Na walikuwa wakielezea wanaipata hivi. Na ilikuwa na mistari, haina sura. Yai kwa kweli. Nafanya watu wanakuwa wabudifu sana. Ni ngapi? 21:11, si ndio? Atende 1 2 3 twende. Roho Mtakatifu afanyaje? Roho Mtakatifu afanyaje? Asema nini? Watakapomfunga mtu mwenye mshipi huu, yaani kachukua mshipi akajifunga yeye, akasema hivi ndivyo ambavyo watakapomfunga mtu mwenye mshipi huu.
Ehe. Asiposikia haya, Ehe. sisi na watu wa mahali pale tukamsihi asipande kwenda Yerusalemu. Ndipo Paulo alipojibu, mnafanya nini? Kulia na kunivunja moyo? Okay, ishia tu hapo hapo. Hiyo ilikuwa ni karama gani? Karama gani? Neno la hekima, si ndio? Lina predict the future, si ndio? Ina predict the future, si ndio? Kwa hiyo ilikuwa ni neno la hekima. Ana predict kile ambacho kinakwenda kutokea. Na ili waelewe kwa urahisi, akafanyaje? Akachukua ile mshipi kuonyesha mfano. Hapo tulikuwa kipindi cha tulisema hivi, wakati mwingine inawezekana sio mpaka turasha, unaweza kumchukua naye chemba kwanza mkakaa. Mkazungumza haja, kwa hiyo tumia mfano mwingine. Unakumbuka tulisema hivyo? Unabadilisha mifano mpaka elewe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo aliona ili waelewe, akachukua mshipi ule ule, akaonyesha mfano kwamba ndivyo ambavyo utamfunga mtu mwenye mshipi huu. Haleluya. Haleluya. Kwa kufanya vile wakaelewa kwamba huyu anakwenda kufanyaje? Kutoka katika mikono ya Wayahudi. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa karama za Roho zinatenda kazi. Haleluya. Haleluya. Umeona sana na wao wana minister hata kwa mifano. Kwa sababu mpaka mwambie mtu anakuta amefunga macho. Roho asema hivi. Roho asema hivi. Mtu alikuwa anafanya ana demonstrate karama ya Roho, anaambia hebu nipe mshipi. Anashikole mshipi. Ngoja nijifunge. Sio ninavyojifunga. Roho asema kwamba kama na Roho najifunga ndivyo atakayofunga. Kwa sababu mtu kusema ili kwamba nipo katika Roho inabidi uwe hivi. Hapana. Haleluya. 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 Kwa hiyo unaweza ukachukua kanga kuelezea mojawapo ya karama za Roho kwenye jambo husika ambalo mtu anaelezewa, si ndio? Unaweza ikatumika kitabu, hiyo chochote kinaweza kutumika kwa ajili ya urahisi wa watu kuelewa, kwa sababu issue sio kama nimedeliver message imeeleweka. Haleluya. 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 Tuko pamoja? Kwa hiyo mifano mingi na mingi na mingi ambayo tunaona karama za Mungu zinafanya kazi, karama za Roho zinafanya kazi. Haleluya. Haleluya. Kwa unakuwa very sensitive kwenye kuflow. Haleluya. 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 Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sasa ukumbuke wakati anazungumza hayo, inawezekana alikuwa hata hajaanza kwa kuomba kwamba tuombe hivi na nini. Imetokea kwamba muda wote na saa yote karama ya Roho inafanya kazi. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo inawezekana wakati mwingine ukazungumza na ndugu mkiwa hata mko nje, sio hapa ndani. Pale nje tu mko baba mnapiga hiyo story afu Roho anakusemesha juu ya huyo ndugu. Pale pale unazungumza naye. Sio ngoja sasa tuende kanisani. Unazungumza naye pale pale. Kwani Roho Mungu mpaka tuwepo hapa? Haleluya. 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 Sema nina urahisi katika mtembeo wangu wa Roho. Haleluya. Mshauri utembea katika Roho. Njoo huko Bishop. Bishop mbona umekaa huko? Hicho kianga hicho ndo hicho sio kizuri hicho. Wewe ni mwana wa nuru. Njoo huko Bishop, njoo huko Bishop. Yaani bora ukae hapo ulale mimi nakuona, lakini kuliko ukalalia kule. Mimi ukilala kwenye session mimi sinaga shida. Na wala sikuamshi. Kwa sababu ni mfumo wa po. Kuna mtu alilala kwenye session anaitwa Eutiko. Matendo ya Mitume sura ya 17. Eutiko akaanguka gorofani akafa. Lakini session haikunyamaza. Eutiko akafufuliwa, alafu akapewa tu maji yanywe, akarudishwa kwenye session. Haleluya. Sasa unalala hapa na ufi. Ni kwa nini nikwamshe? Hamna gorofa uanguke. Wala usijali, wewe lala, ukiamka tunaendelea. Ni bora ulale nyumbani kwa baba yako kuliko ulale katika viunga hivyo. Wakina Petro mwenyewe walikuwa Yesu akiwepo. Sembuse mimi niko hapa. Yesu yuko mbele yao na wamelala.
Sebuse gospel. Wewe. Na Yesu hakuwaamsha, si ndio? Yesu alimwambia neno moja, ombeni msikaingia majaribuni. Walivyolala hakuwaamsha. Akaja akamwambia tena, ombeni msikaingia majaribuni. Wakalala. Baadaye akamwambia tushuke tuondoke. Wala kuamsha. Mimi ni kuamsha, mimi ni nani? Yesu Bwana wangu akuamsha waliolala mbele yake. Alafu unajua ukilala kwenye session ukiamka unaishia pale pale ulipokuwa umelalia. Sio kama ukilala unaendelea na move uendelee. Kama walivyoshtuka, wakasema tujenge vibanda hapa. Yesu akamwambia mbona move ishaisha hii? Wanaambia kimude chao ngoja, kama move ishaisha muda mrefu hii. Haleluya. Inakufundisha kwamba unapolala kwenye kusanyiko, ukiamka jizuie usizungumze neno lolote. Kwa sababu unaweza kuzungumza sana tushakivuka muda mrefu. Unapoamka inabidi usikilizie umefikia wapi. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo usipate shida kwenye kulala. Wewe lala, jisikie nyumbani kwa baba yako. Usipate shida. Na mimi waga sinaga ugomvi mtu analala. Yaani ni bora mimi nakutizama. Yaani wala sikuamshi. Ukilala utaamka utakuwa tunaendelea. Wala usipate shida. Wewe pumzika. Ampendaye. Bwana umpa usingizi ampendaye. Sasa Bwana amekupenda, amekupa usingizi. Mimi ni nani nikuzitishie usingizi wako? Ninapingana na upendo wa Mungu juu yako? Hapana. Haleluya. Okay, tuko tumeenda wapi? Nyie ndugu nyie. Okay. Tuko tumesemaje? Tuko tumeishia wapi? Unaona mnavyonichukua Mimi leo mpaka tumalize notes zile. Yes. Kwa hiyo unaona sasa na mambo ndio ndumu katika namna nyepesi tu. Hautumii nguvu, si ndio? Hautumii nguvu. Huyo anatumia mpaka mfano, anachukua mshipi anajifunga. Wala hatumii nguvu. Anawaelezea wapate kuelewa. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Yes. Kwa wakati mwingine unaweza kutumia hata mifano kumuelezea ndugu. Mfano huu umwambia, umeelewa? Bado sijakupata vizuri. Badilisha mfano. Tumia mfano mwingine. Umeelewa? Bado sijaelewa vizuri. Tumia mfano mwingine. As the water covers the sea. Hapo anamuelezea na hivyo injili anakwenda kuichukua maisha ya dunia. Unaona bahari inavyojaa. Unaona mawimbi yanavyopiga. Ndivyo ambavyo injili yako itakavyokuwa inaenda. Itakuwa na mawimbi. Lakini itawafikia watu. Haleluya. Unatumia mifano rahisi kuweza kuelewa, si ndio? Si ndio? Yeah. Haleluya. Tuisha Mungu hapana hapo. Hiyo hapana. Lakini tunaelewana, si ndio? Yes. Kwa hiyo tumefanya mazoezi ya namna karama za nguvu zinazofanya kazi na tulisema emphasis yetu tulikuwa tumeelekeza kwenye karama za nguvu, si ndio? Karama za nguvu ambazo ni karama ya imani, uponyaji na matendo ya miujiza, si ndio? Yes. Na tumesema kwamba ndugu watatupa mrejesho, si ndio? Wa wale walioponywa. Si ndio? Si wameponywa Wale walioponywa. Vipi sasa hivi? Uko vizuri? Yeah. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tuna uwezo wa kuoperate kwenye karama za nguvu katika urahisi, si ndio? Haleluya. Katika urahisi. Haleluya. Sema nguvu za Mungu zinatenda kazi ndani yangu. Sema nguvu za Mungu zinatenda kazi ndani yangu. Kwa hiyo una uwezo wa kuponya. Una uwezo wa kufanya miujiza. Haleluya. Haleluya. Na unajizoeza katika hayo. Unajizoeza katika hayo. Unajizoeza katika hayo. Tusimame. Simame, tufanye mazoezi kidogo tena. Fanya mazoezi kidogo. Nasema sisi tunalina karama za nguvu sasa. Ndio? Tunalina karama za nguvu sasa.
Tusimame. Si ndio tisia? Au unaonaje? Haleluya. Tuna flow kwa urahisi, si ndio? Tuna flow kwa urahisi kwenye karama za nguvu. Haleluya. Sema tena, nguvu za Mungu zinatenda kazi ndani yangu. Yaani hivyo ambavyo unajua hahitaji ufeel. Si ndio tulisema hahitaji ufanyaje? Yaani kwamba nina nguvu za Mungu ndio niko hivi. Hivi nina nguvu za Mungu. Haleluya. Nguvu za Mungu zinatenda kazi ndani yangu. Na kwa nini utagundua kwa nini mara zote nakuwa nakwambia useme hivyo? Kwa nini nakwambia urudie? Ni ili nia yako ikubaliane na huo uhalisia. Haleluya. Ninakwambia urudie ili kusudi kwamba nia yako unaisikizisha kwamba nguvu za Mungu zinatenda kazi ndani yangu. Ukisoma kitabu cha Mithali sura 4, unaona anaelezea namna gani ambavyo neno la Mungu linatuathiri. Amesema, "Mwanangu, yasikilize maneno." Si ndio? Wala usifanyaje? Afa nasema iwe nini? Watu wa Mungu mnasoma Biblia kweli? Anazungumza kwa mstari wa 22, 23 na 24 anaonyesha kwamba neno la Mungu na magani linaingia ndani, linapata nafasi katika moyo wako. Ni kwamba anasema unalisema, anasema linaingia katika macho yako, alafu litoka katika macho yako linaingia katika moyo wako. Ndio maana utagundua namna gani ambavyo pia Wayahudi walikuwa, namna gani ambavyo Biblia inasomwa ili mtu aingie ndani yake, ni kwamba unasoma kwa sauti. Unavyosoma kwa sauti ndio ambavyo unaliandikisha neno la Mungu katika moyo wako. Haleluya. Naona kwa mfano Yoshua alivyoambia kwamba neno la, anasema anaambia kwamba kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kisiondoke wapi? Kinywani mwako. Maana wewe unakisema. Maana matokeo ya kusema, maana sikio lako linafanyaje? Inasikia. Ile kusikia, maana macho yako yanafanyaje? Yanaona. Anasema ndio unaandikisha katika moyo wako. Anasema kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari mchana na usiku. Meditate. Neno meditate pale maana ni neno la Mungu retain kwenye ufahamu wako. Libakie katika ufahamu wako. Retain, ndio kumeditate. Kumeditate sio ile tu kukaa kimya. Unajua meditate unajua ni ile kukaa hivi kama unafanya yoga. Sio kumeditate. Kumeditate bana sio kwamba neno la Mungu retain, libaki katika nia yako. Linabakije? Lisitoke kinywani mwako. Linalizungumza neno la Mungu wakati wote. Unavyozungumza, unajua neno la Mungu limetolewa kwa ajili ya kuzungumzwa. Haleluya. So unajua namna ambavyo logos imekuwa. Unajua neno la Mungu lilianza kuzungumzwa ndio likaandikwa ili lizungumzwe. Kwa hiyo Mungu alitaki kubaki kwenye karatasi, alitaki libaki kwenye kinywa, lizungumzwe. Ndio mambo utaona labaki katika moyo wako. Haleluya. Kwa sababu anasema kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije kafanyaje? Ya kutenda dhambi. Kwa sasa nilipata kusema kitu gani mpaka nifika huko tena? Maana ni kwamba sasa nilikuwa nasema hivi, kwa nini nakwambia unarudia haya maneno ambayo nakosema kwamba nina nguvu ya Mungu zinaenda kazi ndani mwangu? Kwa sababu ninavyozungumza ndio uni yangu ninaiandikisha ya kwamba mimi nina mtembeo wa roho ndani yangu. Haleluya. Tulisema kitu ambacho kinaweza kuzuia kupata mtembeo wa roho kwa urahisi ni kuwa kano, si ndio? Kuwa natural. Haleluya. Kuwa kano maana yake ni kwamba ndio watu tulisema miongoni mwa kitu ambacho kinamzuia mtu kutembea kwenye revelation gift ni mambo ambayo katika ufahamu wake. Anaomba masaa 2, yuko Netflix masaa 8, yuko YouTube masaa 10, Instagram ndo siseme, TikTok mpaka imemwekea kwamba ndugu umezidisha masaa. Haleluya. Alafu anataka flow kwenye revelation gift. Picha za Netflix zinapita hapa, TikTok zinapita hapa, Instagram inapita hapa, bado na karama za kuona zipite hapa. Utaona Netflix. Haleluya. Ndio maana lazima upunguze kuwa nini? Kano. Haleluya. Netflix imekuchukua zaidi ya neno la Mungu lilivyokuchukua. Haleluya. Sijasema wewe sio na Netflix, lakini namna gani na kuathiri usije ukawa kano, sawa? Usiwe natural. Haleluya.
Sema tena, nguvu za Mungu zinatenda kazi ndani yangu. Nina flow kwa urahisi katika karama za Roho. Nina mtembeo rahisi katika karama za Roho. Ninahudumu nguvu za Mungu katika namna rahisi. Ninahudumu nguvu za Mungu katika namna rahisi. Watakatifu wananufaika na mtembeo wangu katika karama za nguvu. Ninaponya magonjwa, ninafanya miujiza, ninatembea katika imani. Haleluya, 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 haleluya! Haleluya! Usipige makofi. Haleluya.